Ni wakati mzuri tunatamani kupata kuliendea neno. Kila mmoja akapate kufungua moyo wake. Nipe masikio yako. Lifanye neno hili kulifanya kuwa lako. Usiseme kwamba limegusa mtu fulani. Sema kwamba limekupata wewe. Bwana Yesu asifiwe. Chombo kilichodharauliwa. Haleluya. Tazama, tunataka tukapate kukiangalia chombo kilichokataliwa. Chombo kilichodharauliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tumetengwa katika jamii. Tumetengwa katika maisha. Tunahisi ya kwamba tumekataliwa maishani petu. Tunahisi ya kwamba tumekataliwa katika jamii. Lakini kunalo suluhisho mchana wa leo kwa kile chombo kilichokataliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Waliokukataa wanaenda kuona kibali machoni pako. Waliokutenga wanaenda kukuona mtu wa maana. Wanaokunungunika wanaenda kukufuata na kutafuta ushauri kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua ni wengi wamedharauliwa, ni wengi wamekataliwa katika wokovu wao. Wakionekana wanaambiwa mbona wokovu wao hawasaidii, mbona maisha yao haiwasaidii. Lakini siku ya leo Mungu ananena ya kwamba anaenda kukupa tumaini, anaenda kukupa kibali. Waliokukataa watakufuata jana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tukapate kuingia katika kitabu cha Bwana. Kunao watu waine wa ukoma waliokataliwa. Walipokataliwa katika boma, wakaona ya kwamba ni lazima wakakae mahali pamoja, wajue watasaidika vipi. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba kulikuwa kuna njaa, na wale waine waliokuwa na ukoma walikataliwa katika mji na wakatupwa nje. Na wakati walipotupwa nje, neno linasema ya kwamba walifanya mashauri. Walipofanya mashauri, wakamuona Mungu akiwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani tukapate kuangalia kitabu cha Wafalme wa pili 7 kuanzia mstari wa 3 mpaka hiyo 11. Tusikie hawa waliokataliwa katika mji walifanya nini ili maisha yakaendelea. Jina la Bwana litukuzwe. Nataka ninene kuhusu chombo kilichodharauliwa. Kunao waine wa ukoma waliokataliwa katika mji. Ugonjwa wa ukoma zamani ulikuwa ni mgonjwa wa kwamba hauna nafasi kuishi katikati ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huo neno linasema ya kwamba hawa waine wa ukoma si eti walikuwa mahali pamoja, bali kila mmoja alikuwa yuko na sehemu yake. Neno linasema ya kwamba wa kwanza alifukuzwa nyumbani kwao kwa sababu ya ukoma. Akaambiwa kwamba toka katika boma, nenda utakapoenda ukakufie huko porini. Naye akachukua njia akaingia katika kichaka ili apate kukimbiza nafsi yake. Mwingine naye akafukuzwa huko kwao, naye akakimbilia kile kichaka. Alipofika akamwona mwenzake alikuwa amefukuzwa. Wakaanza kupanga mashauri wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba kulikuwa kuna njaa, maana jeshi la Washami lilikuwa limesimama kutaka kuangamiza hicho kijiji. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Njaa ilikuwa imeingia katika mji. Njaa ilikuwa imeingia katika taifa. Lakini Washami wakakata shauri ya kwamba ni lazima tumfukuze hawa watu ili tukateke vyakula vyao tujivyekee hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ujua ya kwamba watu hawa waine walikuwa wamekataliwa katika mji, wametupwa nje, wamesaulika. Kama vile ambavyo wewe umesaulika katika familia. Ndio. Haleluya. Wakashikana njia, wakaamua kuliendea jeshi la Washami.
Na kabla waliende, walijikabidhi mikononi kwa Bwana. Wakamwambia Bwana, sisi ni kazi ya mikono yako, nasi hali tulio unaijua. Natamani ukapate kutupa kibali tunapoingia katika hema la Washami, wakapate kutuhifadhi hai. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakatongozana kuliendea jeshi la Washami. Neno linasema ya kwamba hawa waine walikuwa katikati ya Bwana, maana Bwana alikuwa pamoja nao. Bwana alikuwa amekwisha kuwapa kibali. Aliwahifadhi mikononi pake. Walipoanza safari walitangulia, kumbe Bwana alikuwa yuko mbele yao. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba walipokaribia hema la Washami, Washami walisikilizishwa kishindo kikuu cha jeshi kubwa. Amina. Jinsi walivyokuwa wanatembea, ndivyo Washami walikuwa wanapata shida mahali wako. Wakaanza kuambiana ya kwamba, angalieni, kunalo jeshi la wana wa Israeli wanakuja kutuangamiza mahali hapa. Hapa mahali hapa kaliki. Ni sisi tukimbie ili tupate tutoke jinsi tulivyo, maana tukibaki hapa tutakuja angamizwa sote. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Washami wakakimbia, wakaacha kila kitu pale. Wamama wale wa ukoma wakaenda taratibu. Walipolikaribia lango la lile hema, wakaangalia mapunda yamefungwa pale, farasi ziko pale, magari yako pale. Wakaanza kuulizana, tukabishe hema gani hapa? Haleluya. Amen. Wakose kujua ya kwamba Washami wamefukuzwa pale mahali. Na walipoingia hema la kwanza, walikuta hakuna mtu hata mmoja. Lakini walichokikuta hapo ilikuwa ni Christmas kwao. Bwana Yesu asifiwe. Maana walipoingia katika hema, walipata chakula kimehifadhiwa pale. Wakaamua kwamba kwa sababu sisi tuna njaa ya miezi kadhaa, wakaketia wa kwanza kukula. Wakakula mpaka wakashiba. Walipojiona wana nguvu, wakaanza kuchukua na kujiekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaanza kujiekea. Halafu wakaujiana ndani ya mioyo yao, ni kwamba hapa Washami inaonekana kwamba hawako, lakini ina maana kukianza kupambazuka wanaweza kuja mbio na watatumaliza. Tuende tukamwendee mfalme, tukampe habari njema za kwamba leo kuna siku nzuri, maana vyakula viko maya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakamwendea mfalme. Walipofika kwa mfalme, wakapeana habari. Walipopeana habari, walibebwa. Kule kutengwa na ukataliwa hakukuonekana tena. Maana walikuwa wameleta habari njema. Wakakusanywa na mfalme, wakapakiwa katika gari la mfalme, wakaambiwa ni twendeni mpaka tukaliangalie hilo hema la Washami kama ni kweli. Na mfalme alipofika, akaona ya kwamba ni kweli Washami wameenda. Mangamia wameziacha, punda zao vyakula wameviacha. Mfalme akaanza kukusanya na kuwapa watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Watu wakauona utukufu wa Mungu kupitia kwa wale waliokataliwa. Nataka ninene na mtu mchana wa leo. Ninajua ya kwamba umetengwa katika jamii yako. Ninajua ya kwamba umekataliwa katika familia. Umepewa majina yasiyokuwa ya fedha. Lakini nataka nikwambie ya kwamba siku ya leo, wewe uliokataliwa na kutengwa, Bwana anaenda kukupa kibali. Maana utaenda kusimama mbele ya wale waliokukataa. Wanaenda kukuona kwamba wewe ni mtu wa maana. Waliokutenga wanaenda kuona kwamba wewe ni mtu wa maana. Maana Bwana anaenda kusimama pamoja nawe. Kuna nguvu mpya zinaenda kuachiliwa katika maisha yako mpendwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amina. Maadui zako wanaenda kufanywa kama Washami. Waliokusimamia wanataka kukuangamiza, wanaenda kusikilizishwa kishindo. Kuna kishindo cha jeshi kubwa kinaenda kushindikizwa kwa wale maadui zako. Wanaenda kukosa amani kuanzia sasa, maana sauti ya Bwana inaenda kuachiliwa. Maadui wanaenda kuhangaika, maadui wanaenda kujikwaa, maana
kishindo cha Washami. Bwana ameachilia jeshi la Bwana wa Israeli, ni kwa sababu ya kukushika mkono. Asante Bwana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Usijione kwamba wewe hufai. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana. Kutembea kwako Bwana yuko pamoja nawe. Usiangalie mateso unayofanyiwa. Usiangalie madharau unayotendewa. Usiangalie kutengo uliko nako. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana. Anasema ya kwamba kuanzia sasa maadui zako wanaenda kukosa amani, maana Bwana anaenda kukuinua kiwango kingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uliyokataliwa siku ya leo unaenda kukipokea kibali machoni kwa Bwana. Amina. Walisema ya kwamba tutamuona kama atafanikiwa, tutamuona kama atainuka, tutamuona kama atafunguliwa. Lakini nataka nikwambia ya kwamba kuanzia sasa Bwana amesikia kilio chako. Unaenda kufunguliwa, unaenda kuinuliwa, unaenda kubarikiwa. Maana Washami wanaenda kukimbizwa, jeshi kubwa linaenda kuangamizwa. Maadui zako kuanzia sasa hawatapata nafasi ya kukusengelea. Maadui waliokusimamia hawatapata nafasi mbele za uso wako, maana Bwana anaenda kuwafanya kuwa mabua. Asante Bwana, unaweza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu ana mipango mema katika maisha yako. Ndio. Mungu anakuwazia mema katika menendo yako mpendwa. Ndio. Usiangalie jinsi ambavyo unajiona wewe hufai. Usijione kwamba wewe umekataliwa. Na kwambia kwamba kunacho kibali ambacho kinaenda kuachiliwa. Kila mmoja atakuuliza mashauri kwa ajili yako. Kila mmoja atataka kujua umeingia mahali gani. Maana Bwana anaenda kukupa kibali machoni pako. Wewe ni mtu wa maana katika jamii yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliokataliwa na kutolewa katika boma, hao ndio walileta neema katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliowatenga na kuambia kwamba hamufai kukaa katikati ya huu mji, tokeni, hao ndio walileta mema katika huo mji. Hata wewe nawe usiangalie jinsi unavyodharauliwa katika jamii. Bwana anaenda kukupa kibali cha wewe kupate kutambulika. Haleluya. Vaa ujasiri wa roho. Ndio. Unapovaa ujasiri wa rohoni, utamuona Mungu akitembea pamoja nawe. Amina. Leo hii Jumapili ijayo mumuone mtumishi Masha anaingia na Range Rover hapa. Nije nilipakishe pale, nitoe funguo niingie kanisani. Hiyo ibada haitaisha, wengine watasikia huyu mtumishi anaonekana kuna mahali aliingia. Bwana Yesu asifiwe. Na kila siku tuko sote tunamwambia Bwana tubariki, wataanza kufinyana. Siku hiyo mtumishi alitafuta lini ile pesa kuchukua ile Range Rover? Huyu ataanza kutukata mmoja mmoja huyu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Lakini maneno yenu hayatanijalisha. Ikiwa Bwana amesema, mimi nitalipeleka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nitatembea nayo, maana Bwana ndiye anasema ya kwamba sitakuacha ubaki kuwa yatima. Ndio. Halo. Amen. Ukiwa utaniambia nina madesign kanunue yako na wewe tushindane. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si unajua mahali nilipochukua mpaka unaniambia niko nayo? Si uende na wewe ukachukua ili ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Sitatingishika na maneno ya watu kama hao, maana ninajua ya kwamba Bwana atakuwa tayari amesikilizisha sauti ya jeshi kubwa. Maadui watakuwa wanaanza kuhangaika. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Usibarikiwe ukakosa kuchukua baraka kwa sababu utaambiwa. Haleluya. Wanadamu wana maneno mengi kama vile jeshi lile la Washami. Maneno mengi kutaka kupora, wanataka vie kwao, hawataki viende kwa wenzi yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kukutana na mkono wa Bwana. Utakapoamini na kujifungua na kujiachilia machoni kwa Bwana,
Roho wa Mungu anaenda kushuka ndani yako. Ndio. Unaenda kutengenezwa, unaenda kutengenezwa, unaenda kufanywa kuwa chombo, unaenda kufanywa kuwa chombo cha thamani. Kuna kibali kinaenda kuachiliwa kwa ajili ya maisha yako. Kuna nguvu mpya unaenda kuachiliwa. Lile vazi ulowekewa, lile vazi ukataliwa, lile vazi la kudharauliwa, lile vazi la kutengwa, Bwana anaenda kulivua mchana leo. Anaenda kukuvalisha vazi lako takatifu. Unaenda kupokea kibali. Mungu anaenda kukufungua. Kuna uzima unaenda kuachiliwa. Kuna amani inaenda kuachiliwa. Kuna ulinzi unaenda kukutana yao. Hautabaki jinsi ulivyo. Wachawi hawatakuchezea tena. Maroho ya giza hatakuandama tena. Hakuna nguvu za giza zitakazosimama pamoja nawe, maana Bwana anaenda kuachilia ulinzi kama vile alivyoachilia ulinzi katikati ya mtumishi wa Eli. Haleluya. Hautabaki jinsi ulivyo. Hautabaki jinsi ulivyo. Ndio. Unapoamini katika Bwana, Mungu anaenda kukufanya kuwa chombo cha thamani. Mungu anaenda kukufanya kuwa chombo cha thamani. Maisha ya kudhulumiwa, maisha ya kudharauliwa, maisha ya kutengwa, maisha ya kunungunikwa inaenda kung'olewa kwa jina la Yesu. Maana Bwana anaenda kukufanya kuwa chombo cha thamani. Simama na miguu yako miwili.